Mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi umeingia katika hatua ya hatari baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuthibitisha rasmi leo Jumanne Mei 5 mwaka 2026 kuwa imekumbwa na wimbi la pili la mashambulizi kutoka Irani ndani ya kipindi cha siku 2 mfululizo. Tukio hili linaashiria mabadiliko ya haraka kutoka mvutano wa kidiplomasia kwenda makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi, hali inayotia wasiwasi mkubwa kwa usalama wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya UAE, mashambulizi ya jana yalikuwa makubwa na yaliyopangwa kwa ufanisi mkubwa wa kijeshi, yakihusisha makombora 12 ya ballistic yenye uwezo wa kusafiri umbali mrefu kwa kasi kubwa, makombora matatu ya cruise ambayo yana uwezo wa kuruka chini na kukwepa rada, pamoja na drones 4 zilizotumika kama nyenzo za kushambulia au kuchunguza maeneo lengwa. Mchanganyiko huu wa silaha unaonyesha mkakati wa kisasa wa Iran unaolenga kuzidi uwezo wa mifumo ya ulinzi wa anga kwa kushambulia kwa njia nyingi kwa wakati mmoja. Taarifa rasmi ya wizara hiyo imeeleza kuwa mifumo ya ulinzi wa anga UAE ilianza kufanya kazi mara moja baada ya kugundua vitisho hivyo, ikitumia teknolojia za kisasa za rada na makombora ya kujihami ili kudungua na kuharibu makombora pamoja na drones kabla ya kufikia malengo yao. Wizara ilisisitiza kuwa milio ya makombora ilisikika katika maeneo mbalimbali nchi hiyo, ikiwemo miji mikubwa kama Abu Dhabi, iliyosababisha na operesheni za ulinzi wa anga na si mashambulizi yaliyofanikiwa ardhini. Mashuhuda wa tukio hilo walieleza kuwa waliona mwanga mkali angani ukifuatiwa na milipuko kadhaa, hali iliyozua hofu kwa wakazi na wageni. Katika baadhi ya maeneo, shughuli za usafiri wa anga zilisimamishwa kwa muda, huku baadhi ya ndege zikicheleweshwa au kubadilisha mwelekeo kama tahadhari ya kiusalama. Mamlaka pia ziliongeza ulinzi katika miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, vituo vya mafuta, bandari na majengo ya serikali. Ingawa mamlaka zinasema mashambulizi mengi yamedhibitiwa, wachambuzi wa kijeshi wanaonya kuwa hata shambulizi moja lililofanikiwa linaweza kusababisha madhara makubwa, hasa katika maeneo yenye miundombinu nyeti ya nishati. UAE ni moja wa wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, na shambulizi lolote linalolenga sekta hiyo linaweza kusababisha mshuko mkubwa katika soko la kimataifa. Kwa upande wa kisiasa, mashambulizi haya yanaweka shinikizo kubwa kwa washirika wa UAE, hasa Marekani na mataifa mengine ya Maghreb ambayo yana ushirikiano wa karibu wa kiusalama na nchi hiyo. Tayari kumekuwa na dalili za kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa meli za kivita na mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga, hatua inayoweza kuchukuliwa na Irani kama uchokozi zaidi. Hata hivyo, hadi sasa Irani hajathibitisha wala kukanusha moja kwa moja kuhusika na mashambulizi hayo mapya. Katika matukio yaliyopita, viongozi wa Teherani wamekuwa wakisisitiza kuwa hatua zozote za kijeshi wanazochukua ni sehemu ya kujilinda dhidi ya kile wanachokiita vitisho vya nje, hasa kutoka Marekani na washirika wake wa kikanda. Kauli hii inaacha uwezekano wa kuendelea kwa mashambulizi kama njia ya kuonyesha nguvu na kujibu presha ya kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa hali hii inaweza kuingia katika mzunguko wa hatari, ambapo kila upande unachukua hatua za kijeshi kujibu mashambulizi ya upande mwingine, na hivyo kuongeza hatari ya vita kamili. Ikiwa hali itaendelea kuwa hivi, kuna uwezekano wa kuhusisha mataifa mengi zaidi katika eneo hilo, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa ujumla, mashambulizi haya ya siku ya pili mfululizo dhidi ya UAE yanaonyesha wazi kuwa mgogoro kati ya Iran na washirika wa Ghuba umefikia katika kiwango kipya, ambapo matumizi ya nguvu za kijeshi yanaanza kuchukua nafasi ya kidiplomasia. Kadri siku zinavyosonga mbele, dunia inaendelea kushuhudia kwa karibu ikiwa hali itadhibitiwa au itageuka kuwa mgogoro mkubwa zaidi wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.